Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 24 mwaka 2026. Mada ya leo inasema kumbukeni mwito wenu mkuu. Petro wa pili sura ile ya kwanza ya 12 inasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo. Tuombe. Baba mwema uketi mahali pasiri juu mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza mada hii, tunaalika uwepo wako ende pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Haidhuru tumekuwa tukisafiri kwa muda mrefu kiasi gani katika njia ya uzima wa milele, kila mara tunahitaji kusimulia rehema za Baba yetu wa mbinguni kwetu na kukusanya tumaini na ujasiri kutoka kwenye ahadi za neno lake. Petro alitambua thamani ya uangalifu wa kudumu katika maisha ya Kristo na alihisi kubidishwa na Roho Mtakatifu kuwasisitiza waumini umuhimu wa kuwa na uangalifu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kuwakumbusha hayo kila siku, laiti tungezingatia akilini mwetu mambo yale yanayohusu ustawi wetu wa umilele. Tusingejihusisha na mazungumzo ya kipumbavu na yasiyo na maana. Kazi yetu ya maisha iko mbele yetu. Ni kazi yetu kujitahidi zaidi kufanya imara kuitwa kwetu na uteule wetu, kwa kutii maagizo yaliyo wazi yaliyopo katika neno takatifu la Mungu. Kuna mambo mengi yasiyofaa ambayo tunaruhusu yapite bila kutambuliwa. Wakati kwa mazungumzo yetu ya utauwa, tunaweza kuweka mfano wa utendaji wa haki ambao utakuwa ni karipio la kudumu kwa watenda maovu. Hatuwezi kumudu kwa mfano wetu kuonekana kuruhusu uhalifu. Kuna mbingu tupaswayo kuipata na kuzimu ya kuikimbia. Katika makanisa makubwa yenye waumini wengi, kuna hatari kubwa ya ushushaji wa kiwango. Pale ambapo waumini wengi wanapokusanyika pamoja, wengine wanakuwa wazembe na wasiojali kuliko ambavyo wangekuwa kama wangetengwa na kufanywa kusimama peke yao. Lakini hata tunapokuwa taabuni, tunaweza kukesha na kuomba na kuweka mfano katika mazungumzo ya uchaji Mungu ambayo yatakuwa ushuhuda wenye nguvu kwa ajili ya wema. Hatuwezi kumudu kuzungumza maneno ambayo yatawavunja moyo wasafiri wenzetu katika njia ya Mkristo. Yesu alitoa uhai wake ili kwamba tuweze kuketi pamoja naye katika utukufu. Milele zote Yesu atabeba mkononi mwake chapa za misumari katili ambayo kwayo aligongomelewa katika msalaba wa Kalvari. Kwa sasa tunafanywa kufaa kwa ajili ya wakati ujao, uzima wa milele, na punde, ikiwa tu waaminifu, tutayaona malango ya mji wa Mungu wetu yakizunguka kufunguka kwenye bawaba zake zinazometameta, ili kwamba mataifa ambao wameutunza ukweli waweze kuingia katika urithi wao wa milele. Hii ni Juni 24, kumbukeni mwito wenu mkuu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka,
popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.